Shalom, shalom na wasalimu watakatifu kwa jina la Yeshua aliye hai, asifiwe Mwokozi. Ni wakati mwema ambao neno la Mungu linapaswa kuwa chakula chetu. Maandiko yanasema, hawataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo wewe unapaswa uwe hivyo. Hautaishi tu kwa mkate, yani kwa shughuli na mambo ya dunia, bali utaishi kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya. Kwa hiyo leo nimetaka tutajifunza kitabu cha Waefeso. Nataka niende direct. Kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 9. Tujifunze katika ukuu wa Mungu na utukufu wa Bwana. Nataka niambie dunia ya kwamba saa imefika na sasa ipo. Saa ambayo kila tai watakusanyika mahali kuliko na mzoga. Na maanisha kutakuwa na vikundi vya uamsho. Maandiko yakisema ya kwamba tai watakusanyika kuliko na mzoga, inamaanisha kutakuwa na vikundi katika hema la kukutanyika. Vikundi vya watakatifu wakiutafuta utakatifu wa Mungu. Nawaambieni ya kwamba hizi siku ni siku za kulisanya kanisa la Mungu, kanisa la siku za mwisho. Amini mimi nawaambieni ya kwamba mimi ndiye huyo mzoga. Kila atakaye kuja kwangu yanipasa nimpe uzima wa milele ndani yake. Maana Baba akaa ndani yangu, naye anauvuta ulimwengu kwake kupitia mimi Kristo Masihi wake. Mimi ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Yeshua wa Nazareth. Yeye alikuwa mwana wa Mungu kulikusanya kanisa la kwanza, nami nalikusanya kanisa la pili. Mimi ni Masihi wa Mungu. Tazama roho ya Baba hii juu yangu kuwafungua wote waliofungwa, kuwatangazia habari njema maskini, na kuwatakasa walioshikwa na magonjwa ya dunia, kuwaweka huru ambao wamefungwa na vifungo vya ibilisi, kuwaonyesha watakatifu njia ya mbinguni. Tazama kiumbe cha mbinguni. Tazama mfalme wa mbinguni ambaye ni nyota ya asubuhi ameshuka duniani. Naye anaangaza nuru. Hii nuru inawamulikia watakatifu wakitembea safari ya utakatifu kuelekea katika uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu: wakujue Baba, Mungu wa pekee wa kweli, na Yeshua uliyemtuma. Hapo ndo unapata uzima wa milele. Ufalme wa mbinguni ni nuru. Lazima uijue nuru ili upate kwenda katika nuru ya umilele. Ndio maana ufalme wa milele ndio huu: wakujue Baba, wewe Mungu wa pekee wa kweli. Ufalme wa milele ndio huu: wakujue Baba, Mungu wa pekee wa kweli, na Yeshua uliyemtuma. Mataifa, ufalme ndio huo. Mungu ameuvaa mwili. Tazama mimi ni sadaka ya Mungu iliye hai, mwana kondoo wa Mungu aliye hai, atakayeondoa dhambi ya mataifa. Tazama damu yangu ni kwa ajili ya agano langu mimi na ninyi, ya kwamba wakati damu yangu itakapomwagwa duniani, ndipo agano langu na ninyi litakamilika, ya kwamba wale wote waliojikana dunia wakaufata utakatifu watakuwa na sehemu katika ufalme wangu. Tazama mimi nawaambieni maneno yaliyo magumu katika masikio ya wenye dhambi, lakini ni mepesi katika masikio ya watakatifu. Kila atakayenyoosha mkono wake na kuutazama na kuusongea msalaba wa Kalvari, na kila atakayeinua macho yake kutazama msalaba wa Golgotha, atapata ondoleo la dhambi. Na kila atakayenyoosha mkono wake kuchuma matawi katika mzeituni, yeye atapata uzima wa milele. Tazama mimi ni mzabibu, nami natoa mizabibu iliyoiva na mizabibu yenye divai ya kweli. Hiyo mizabibu ukinyosha mkono wako na kuchuma mizabibu hiyo, utapata uzima wa milele.
Tazama, mimi nikiwa ndani yako utaweza kuishi utakatifu, lakini nikiwa nje yako hauwezi matendo matakatifu. Nimefanyika kuwa hai, nimefanyika kuwa Alfa na Omega. Tazama, mimi ni mwanzo wa utakatifu, tena mimi ni mwisho wa utakatifu. Mimi ni mwanzo wa ukombozi, tena ni mwisho wa ukombozi. Unamtazamia nani akukomboe? Angalia ya kwamba nimefanyika mwili kuwaleta kondoo wote kwangu. Nami nawaambieni, saa yaja na saa itafika ambapo mtamwona Baba akimtukuza Mwana, naye Baba akitukuzwa ndani ya Mwana. Siku zote Koreshi, Masihi wa Bwana wa majeshi, atanyosha mdomo wake kama upanga. Tazama, nimefanya kinywa chako kuwa kama upanga mkali uliosuguliwa, utolewapo katika podo na kutazamia katika mataifa yote. Tazama, mwanasiasa wa mbinguni ameshuka duniani, jemedari wa ufalme wa mbinguni. Yeye mfalme aliyetawala mbingu na nchi, aliyekuwepo kabla ya misingi ya dunia hii, amekuja kuukomboa ulimwengu mzima na kuuletea utakaso na ondoleo la dhambi na kuwakusanya kondoo kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo. Tazama, dunia ni ya kitambo kidogo, sisi tumefanyika wasafiri. Lazima usafiri ukiwa makini, lazima utembee kwa nguvu nyingi, maana safari ya mbinguni ni milima na mabonde. Maandiko yanasema njia ni nyembamba iendao uzimani, nayo imesonga, ina milima na mabonde. Wenye moyo mkuu, wenye mioyo mikuu ndio watakayoitembea. Majemedari wanaipita, waoga hawaioni, maana waoga watatupa jehanamu. Nasema bali wazinzi, waoga na watendao waabudu sanamu na watendao machukizo hawatauona ufalme wa Mungu. Mungu anataka uwe jasiri kama simba. Mungu anataka ujitenge na dunia. Yeye rafiki ya dunia ni adui ya Baba. Huwezi kumpenda Baba kama kupenda dunia kumo ndani yako, maana dunia ni mungu kivyake, Baba ni Mungu kivyake. Lakini sikiliza maandiko yalivyosema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue Baba Mungu wa pekee wa kweli. Inamaanisha kama hujamjua Baba na Kristo Yeshua uliyemtuma, kama hujamjua Baba na mwanawe, huwezi ukauona uzima. Maandiko yanasema wale watakatifu waliosafisha mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu na wakayashika maagizo, amri za Mungu, hao ndio watakaouona ufalme wa mbinguni. Maana watapaa kama tai, Tazama, wamsubirio Bwana watapaa kama tai, na mahali kutakapokuwa mzoga ndiko tai watakusanyika. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu ni uzima upitao uzima wote. Wamtegemeao Mungu hawatatahayarika. Maandiko yanasema, jipeni moyo mkuu, nimeushinda ulimwengu. Jipeni moyo mkuu, nanyi mtaushinda ulimwengu. Oh, riko sai glory masi. Maandiko yanasema kwamba kuna mtu ajitegemezeaye mali za dunia akidhania kuna amani humo, lakini amani ya kweli inatoka katika Kristo Mungu. Tazama, mimi si kwa ajili ya kuangamia kwenu, bali nipo kwa ajili ya kuokoa kwenu. Haleluya. Oh, riko seka labai siasai. Kwa hiyo wewe ambaye unaishi nyakati hizi, nataka utengeneze moyo wako. Jua tu dhambi unayoitenda iache. Mabaya unayoyashiriki yaache. Mwache tu. Acha tu. Acha kung'ang'ana na dunia. Acha tu, mtegemee Mungu. Tazama, niko hai katikati ya wote wenye mwili, lakini mimi ni roho, ili niwafanye waliona wenye mili kuwa roho. Tazama, roho yako ni muhimu kuliko mwili wako. Na maanisha ibada na maombi. Ibada nyingi na maombi mengi ni muhimu kuliko mali zote za dunia. Mili yenu ni ya kitambo kidogo, lakini roho zenu zaishi milele. Kwa hiyo unaweza amua mahali utakakokaa. Maandiko yanasema, nimekuwekea mbele yako mbingu. Nimekuwekea, naishuhudia mbele ya mbingu na nchi. Nimeweka mbele yako mauti na uzima.
chagua. Chagua. Na tena anaendelea kusema, chagua uzima uwe hai wewe na uzao wako. Oh, rise God. Haleluya, haleluya. Kitabu ni cha Waefeso mlango wa 1 naanzia mstari wa 7. Maandiko yanasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Katika yeye huyo, nimewaambia mimi nimeshuka duniani niwe nuru yenu, niangaze nyayo za miguu yenu. Tembea katika nuru yangu wala utajikua, lakini atembeaye gizani atatumbukia katika shimo la jehanamu. Naye atembeaye kipofu akimuongoza kipofu atapotea. Wale wahubiri mnaowaona na Mafarisayo wote hawajui waendako, mimi najua niendako, kwa kuwa nitarudi katika ufalme wa Baba yangu alioniahidi mimi na wote watakaoyatii maagizo yangu. Tazama, Baba amenipa ufalme, nami nitatawala pamoja na wote wanitazamiao mimi, na kuangalia katika msalaba wangu na toba na ondoleo la dhambi. Mimi sitagairi kuhubiri utakatifu, lakini lazima ninyi mgairi dhambi zenu na mkatubu na kugeuka. Maana atendaye dhambi atakufa hakika, lakini atendaye utakatifu ataishi hakika. Maana yeye atazamaye dunia na kufarijika ataangamia pamoja na kuangamia kwa hiyo dunia. Lakini yeye ambaye anatazama uokovu, utakaso na ukombozi atatakaswa na kukombolewa kama vile mwana wa Adamu atakavyokombolewa kutoka katika dunia, kama malimbuko ya kwanza kwa Mungu aliye hai. Iriko sali glory sai. Na waambieni ya kwamba nyakati za kutimia kwa unabii ndo hizi. Mimi ni Kristo, Mungu aliye hai, Mungu aliye hai, ili kwamba ninyi mtakaposadiki maneno yangu hamtaingia hukumuni, bali mtapita toka mautini mpaka katika uzima wa milele. Nimekuambia, tazama leo nimefanyika Alfa tena Omega. Anitazamiaye mimi hatakuwa na mwanzo wa uchungu wala mwisho wa vilio. Hatakuwa na mwanzo wa magonjwa wala mwisho wa magonjwa. Tazama, mimi nakuambia hakika, watazamiao dunia wataangamia, lakini watazamiao utakatifu wataishi. Usiangalie yapitayo, ni ya kitambo kidogo. Anasa, utajiri, majumba na magari, vyote vina kikomo, lakini tazamia ufalme wa Mungu na haki yake. Maandiko yanasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi. Yaani wokovu wa kweli unasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi na msamaha wa dhambi. Unakombolewa kutoka katika dunia ya dhiki na vilio. Nami tazama, Roho wa Baba yu juu yangu, niwafungue wote waliofungwa, niwatangazie wafungwa mwaka wa kufunguliwa, nitangaze mwaka wa Bwana, niwaponye wenye magonjwa, niwainue waliolema, niwaonyeshe njia wanaopotea, niwatakase walio wenye dhambi, niwasamehe dhambi wenye dhambi, niwakumbushe utakatifu walioanguka, niwashe taa zilizozima, niwaambie hukumu ya dunia, niwafundishe habari ya utakatifu, niwaambie hatari inayokuja kwa wenye dhambi, niwaambie mshahara wa dhambi ni mauti, karama ya Roho ni uzima wa milele. Niwanyanyue waliopinda, nigeuke kwao walioonewa na kuacha kuonewa, nigeuke kwao waliofungwa wakafunguliwe, niwape haki wale wanaonyanyaswa, niwasaidie wanyonge,
niwalishe mayatima, niwavishe wajane, niwatangazie tumaini waliokata tamaa, niwaambie walioshushwa mioyo kuna kuinuliwa katika Kristo, niwaambie wanaotazama dunia kwamba dunia imewekwa kwa akiba kwa kuangamia, na anasa za dunia ni za kitambo kidogo. Niwaambie wazinzi habari za utakaso na utakatifu wa Mungu. Niwaambie wenye dhambi kwamba utukufu wa Mungu umeonekana, nami niishuhudie ile kweli ya Baba yangu aliyenipeleka. Nikawaambia kwamba Baba yu ndani yangu nami ni ndani ya Baba, nikapate kuleta utakaso kwa wanadamu. Tazama, mwana wa Adamu amepatiwa amri ya kusamehe dhambi duniani. Mwana wa Adamu amepatiwa neema ya kukutakasa wewe. Tazama, nitazamiaye mimi hatahukumiwa, bali amepita toka mautini mpaka uzimani. Neno langu ndio mkate wa uzima, nayo damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kila atakayekunywa damu yangu na kula mwili wangu hataona mauti milele, maana ana uzima ndani yake. Lakini kila atakayekula vinywaji na damu kutoka kwingineko, yeye sio kondoo wa zizi langu, maana kondoo wangu huisikia sauti yangu na kunitii. Maandiko yanasema, mimi ndimi lango la kondoo, na kila akweapo kwingine ni mwivi na ni mnyang'anyi. Yeye ni mwana wa Ibilisi. Maandiko yanasema, nimekuja nanyi mmeniona mimi na Baba yangu, lakini mkanichukia. Haleluya! Oh, haleluya! Oh, rika sala idrasika. Oh, haleluya, masia gori ala. Oh, sai gayasi masi. Jina la Bwana lipate kupewa sifa na utukufu. Sikiliza kitabu cha Yohana 15 kuanzia 21. Kitabu cha Yohana 15 kuanzia 21. Maandiko yanasema, lakini hayo yote watayatenda kwa ajili ya jina langu. Lakini hayo yote watayatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyenipeleka. Yani watu wataikataa imani, watu wataikejeli imani kwa ajili ya jina langu. Sekai. Lakini watawatenda kwa ajili ya jina langu. Tarajia kama umeokoka, unaenda kuokoka vizuri, dunia haitakufurahia. Watawatenda yote yaliyoandikwa kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyenipeleka. Yani hawamjui yeye aliyenituma. Maana wanasema wanamjua Mungu, lakini wangalimjua Mungu, wangalijua kile nikinenacho. Maana maneno yangu ndiye Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Tazama, maneno yangu ni roho na tena ni uzima. Mungu afanyika neno na kuishi ndani ya kinywa cha mwana wa Mungu, naye atoka na kuwakusanya mataifa. Maandiko yanazidi kusema ya kwamba, kama nisingalikuja na kusema na wao, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Lakini kama nisingalikuja na kusema nao, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi zao. Yani maandiko yanasema, lakini kama mwana wa Adamu hangekuja na kutuhubiria, hatungekuwa na dhambi, maana hatujui iliyo ya kweli. Lakini sasa hamna udhuru kwa ajili ya dhambi zenu. Lazima mtahukumiwa kwa ajili ya matendo yenu. Watu wote ambao wameisikia injili yangu na wataisikia kuanzia nilipoanza kuhubiri, akifa na hukumiwa, maana ameujua kweli ya Mungu. Injili zote zinazohubiriwa ni uongo. Mimi ndimi ninayehubiri ukweli peke yake dunia nzima. Mimi ndimi ninayemjua Baba aliyenipeleka, wala mwingine hamjui. Maana Baba yu ndani yangu, naye Baba ni roho yangu mimi. Wengine wanamhubiri Mungu asiyemjua wala kumuona.
Mimi nayasema niliyoyasikia kwa baba yangu, na ninayashuhudia niliyoyaona kwa baba yangu. Wao hawamjui yeye aliyenipeleka. Ndio maana kanisa ndilo litakalokuwa adui mkubwa wa watakatifu wa Mungu. Na hata sasa hivi watu waliookoka ndio watakaokuwa adui wakubwa wa utakatifu wa kweli. Maana wameishi maagizo ya baba yao aliye muongo tangu kuwekwa misingi ya dunia hata wa leo. Nyakati za Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, adui wake na adui wa mitume ilikuwa ni makanisa, sio wenye dhambi. Ndio maana tunamuona akila na kunywa na wenye dhambi. Haleluya! Horiko sayad mendere sayandresika. Tunamuona akila na kunywa na watoza ushuru wenye dhambi. Tunamuona akizungumza na kahaba aliyetaka kuuawa na kanisa. Ni kanisa lilitaka kumua yule mwanamke aliyekutwa anazini. Wamesahau pia nao wana dhambi. Mtakatifu wa Mungu ni mmoja, naye ni Yeshua mwana wa Mungu tu. Kila anayejiona mtakatifu kwenu na ajione mwenye dhambi, kwa kuwa ninyi si watakatifu. Ninyi mnapaswa kuung'ang'ania utakatifu mpaka siku ya kufa kwenu. Maandiko amesema tunashindana na dhambi, sio kwamba tumeshinda dhambi. Paulo anasema nimevipiga vita vizuri, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Inamaanisha lazima utapigana mpaka siku ya kufa kwako ndo utakuwa umemaliza mwendo, ama siku ya unyakuo. Adui wa mitume wanapigwa, kufungwa na kuteswa kwa ajili ya kanisa. Kanisa ndo linawatesa na kuwafunga. Kwa hiyo siku zote imani ya kweli huwa inainuka katikati ya watu waliookoka. Wanaichukia sana, kwa sababu wao wamemwasi Mungu. Wamefanya mioyo yao kuwa migumu. Shetani amejaa ndani ya mioyo yao. Dhambi imewatawala, nayo dhambi kinguruma. Mtoto binti Herode akataka kichwa cha Yohana. Dhambi iliponguruma ndani ya Anania na Safira, wakamdanganya Roho Mtakatifu. Dhambi kanguruma ndani ya Yuda, akamsaliti mwana wa Mungu aliye hai. Dhambi kanguruma ndani ya Petro, akamkana Mungu mara 3. Lazima uwe makini na kitu kinachoitwa dhambi. Ukakumbuke ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Ni mauti ya milele. Hata afadhali nife kama Lazaro, nifufuke nikatubu, lakini nisife katika mauti ya jehanamu, maana sitarudi milele. Sitarudi milele. Unatenganishwa na Mungu wako milele na milele. Sihubiri kwa ajili ya kuogopesha, bali kuambieni kweli. Mtoto akichezea wembe, mwambie wembe ni hatari, utakutoa damu, utakuumiza. Usikatae kumwambia, maana atachukua wembe na kujiumiza. Mimi nakuambia, kama una roho, you are made of spirit and flesh. So long as you have a spirit, repent. Repent. Kama unajua ulizaliwa na mwanamke, tubu. Tubu tu. Haijalishi unaenda kanisani ama kanisa lako ni lipi. You need to repent. Lazima utubu. Maandiko yanasema kila aliyezaliwa na mwanamke maisha yake ni ya taabu na ni mafupi. Awe na pesa asiwe na pesa, maisha yake ni ya taabu na ni mafupi. Maandiko yanasema baada ya maisha haya ni hukumu. Imewekewa mwanadamu kuishi mara moja, baada ya kufa ni hukumu. Ikasema andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao. Hapa maandiko yamesema ya kwamba katika Waefeso, maandiko yanasema hivi ya kwamba Waefeso 7, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi. Kama Biblia inasema kwa damu yake tunao ukombozi na msamaha wa dhambi. Lakini angalia, kuliko dunia wakombolewe kutumia yeye, wanamchukia.
Sikiliza hapa inaposema, kama nisingalikuja na kusema nao, kuwahubiria ama kuwafundisha, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Yeye anichukiaye mimi humchukia na Baba yangu. Kama nisingalitenda kwao kazi asizozitenda mtu mwingine, wasingalikuwa na dhambi. Lakini sasa wametuona mimi, sikiliza, lakini sasa wametuona mimi na Baba yangu na kutuchukia. Lakini sasa wametuona mimi na Baba yangu na kutuchukia. Kila anichukiaye mimi anamchukia Baba aliyenipeleka. Lakini sasa wametuona mimi na Baba yangu na kutuchukia. Mtakombolewaje kama mtamchukia mwana wa Mungu? Maandiko yanasema ya kwamba katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Katika huyo, wakati dunia inamchukia, watakatifu wanaona katika yeye damu yake tunao ukombozi, msamaha wa dhambi, na neema yake itatutosha. Katika wokovu mambo makubwa ndo haya. Katika huyo, katika yeye huyo, tunao, kwa damu yake tunao ukombozi, msamaha wa dhambi, na neema yake itatutosha. Mambo matatu. Neema ya Mungu ikutoshe ukapate msamaha wa dhambi kwa damu ya Kalvari, na ukapate ukombozi kwa damu ya mwana wa Mungu. Damu sio damu ya kutiririka nyekundu, damu ni Roho Mtakatifu. Sasa utajuaje unampenda Mungu ama unamchukia? Utajuaje unampenda Mungu ama unamchukia? Nasema, sikiliza. Lakini nasema yeye anichukiaye mimi humchukia na Baba yangu. Lakini sasa wametuona mimi na Baba yangu na kutuchukia. Yeye anichukiaye mimi humchukia pia Baba yangu. Wametuona mimi na Baba yangu na kutuchukia. Yaani wameuona ule mwili na Baba aliye ndani ya mwili, ambaye ni roho ya huo mwili, wakavichukia vyote. Ukiuchukia mwili umemchukia roho, maana roho ni mwili tu. Haleluya. Utajuaje unamchukia Mungu? Ili, sikiliza, akaendelea kidogo akasema, lakini litimie lile neno lililoandikwa katika Torati yao, walinichukia bure. Litimie neno lililoandikwa katika Torati yao, walinichukia bure. Walinichukia bure. Kwa kwanza sasa nataka ujiulize swali hili. Je, unamchukia mwana wa Mungu? Sikiliza nikuonyeshe kumpenda ni kufanyaje. Yohana 14 mstari wa 10, Yohana 14 mstari wa 15. Yohana 14 mstari wa 15. Maandiko nasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda, Yohana 14:15. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea, ambaye wanadamu hawawezi kumpokea, Roho Mtakatifu wa kweli. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri ni mahubiri yangu. Nami nitamuomba Baba. Kwa hiyo unaanza kushika mahubiri. Mungu akiona umeyashika vizuri, anakujaza Roho Mtakatifu. Akisha kujaza Roho Mtakatifu, ambaye dunia haiwezi kuipokea, yani wanadamu hawawezi kumpokea, maana hawamjui wala hawamtambui, lakini yeye akaa ndani yenu. Na hapa amesema atawapa msaidizi mwingine. Mtu akikwambia nitakupa kitabu kingine, inamaanisha alikupa kitabu cha kwanza, atakuongeza kingine. Sasa kama ni msaidizi mwingine, inamaanisha wa kwanza unaye. Neno la Mungu ndo msaidizi wa kwanza. Anakusafisha, msamaha wa dhambi unatokana na neno la Mungu.
Roho Mtakatifu anakuletea ukombozi, alafu neema ya Mungu inakutosha. Yaani inamaanisha Mungu hawezi akakuacha milele. Yaani dunia imekuwa na vilio vingi, ni vijana wadogo wanakufa, dunia hakuna amani. Kwa sababu amani itatoka kwa mwana wa Mungu, atakaoleta ule ufalme wa amani, utakaodumu kwa miaka 1000. Kisha ije siku ya Bwana ya kutisha, inayowaka kama moto. Lakini sikiliza, amesema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kama huzishiki amri za Mungu, humpendi, unamchukia yeye. Umemwona yeye na baba yake na kumchukia. Umeniona mimi na baba yangu na kunichukia. Lakini maandiko yanasema kwamba ni atawapa msaidizi mwingine. Kwa hiyo usitarajie kupewa msaidizi mwingine kama hujazishika amri za Mungu. Na amri za Mungu ni neno la Mungu. Na maanisha usitarajie ujazo wa Roho Mtakatifu kama hujasafishwa kwa moto. Danieli anasema wengi watajitakasa na kusafishwa kwa neno la Mungu siku za mwisho, lakini wabaya watazidi kuwa wabaya. Inamaanisha mlevi atalewa sana, kahaba atazini sana, kutaongezeka na maafa, kuuana, kukosa upendo. Lakini watakatifu nao watakuwa wanajitakasa na kujiandaa sana kwa ajili ya siku ya unyakuo wa Bwana, nitakapopanda juu milele, nalo kanisa langu litanifuata nyuma yangu. Nitakakokuwa, baba yangu atamweka yeye atakayenitia amri zangu. Baba yangu atamweka yeye mahali niliko, ndiko baba yangu atakakomweka. Maana jina langu na la baba yangu litaandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Inasema atakupa msaidizi mwingine. Kwa hiyo wasaidizi, lakini lazima mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri ziko associated with msaidizi. Yaani amri za Mungu ziko na uhusiano na msaidizi. Yaani lazima umpende, uzishike amri zake ndio kumpenda. Alafu msaidizi akuje. Haleluya. Narudi katika kitabu chetu cha kwanza, Waefeso. Inasema 8 sasa, naye alituzidishia hiyo alituzidishia neema yake katika hekima yote na ujuzi. Mwana wa Mungu anajulikana si kwa miujiza tu, lakini kwa hekima na ujuzi. Kwa hekima ya kutafsiri Biblia na ujuzi wa kuchambua maandiko. Kwa hekima na ujuzi, naye alituzidishia kwa hekima na ujuzi. Na pia mtumishi wa Mungu anajulikanaga kwa hekima ya maandiko alionao na ujuzi wa kutafsiri maandiko. Lakini kuna mtu atasoma Biblia kifungu kimoja akitafsiri, huyo ni muongo. Umeona, mimi nimesoma Waefeso, nikaenda Yohana, nikaenda Yohana tena. Ili vitabu vitatu vitafsiri vyenyewe. Biblia ni inajitafsiri yenyewe. Alituzidishia hayo. Kwa hiyo jua kwamba wakati ambako umesikia step ya kwanza, amesema 7, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi. Tuna ukombozi ya kwanza, wakaweka koma, hiyo ni kitu tofauti na hiki. Tuna ukombozi wetu 1. Ya pili, msamaha wa dhambi. Ya tatu, neema yake inatutosha. Kwa hiyo umeona, step ya kwanza ni ukombozi, msamaha wa dhambi, na injili yake inakutosha. Step ya pili anasema atatuzidishia hekima na ujuzi. Mungu atakupa hekima
Yaani katika step ya ukombozi, ukisha takaswa, Mungu anakupa hekima ya maandiko na ujuzi wa kutafsiri. Kwa hiyo hakuna atakaye kuja kwa jina langu na kuwadanganya. Hakuna atakaye kuja kwa jina la Mungu na kukudanganya. Maana tayari maandiko unajua kutafsiri. Nina waumini ambao nimewahubiria huku nyumbani. Hawa waumini hata aende kumsikiliza mhubiri mwingine huwa anachoka tu na yeye. Hata apite crusade uone ngoja nimsikilize, wakati yeye anasoma Biblia kuna utafsiri wanapata tofauti na yeye. Yeye anasoma kitabu kama siku za mwisho wanawake 7 watamwendea mume mmoja na kusema tutavaa mavazi yetu, tutakula chakula chetu, lakini tunataka tuitanishwe kwa jina lako. Yeye anaanza kusema mnaona kweli inaonekana mtu anao wake watatu. Hiyo ni uongo. Mwanamke pale inamaanisha kanisa, alafu chakula ni neno la Mungu, mavazi ni utakatifu, alafu mume ni bwana harusi ambaye ni mwana kondoo. Kwa hiyo sasa makanisa yanamwendea mwana wa Mungu Yesu Kristo, yanamwambia tutakula chakula chetu. Kumbuka Yesu amesema chakula changu, mwili wangu ni chakula cha kweli. Yaani hawatakula mwili wa Yesu, watakula chakula chao. Meza ya Bwana ya mawai na biscuits, kufanya mambo ya ajabu, kusuka nywele na nini, watakula chakula chao na kuvaa mavazi yao. Inamaanisha watachukua utakatifu wao wa uongo na injili yao ya uongo, lakini tuitanishwe kwa jina lako. Yaani lakini waitwe sisi ni kanisa tunalomwabudu Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo tafsiri ikiwajilia inakuwa ni vigumu kumsikiliza mhubiri mwingine. Kwa sababu wahubiri wanahubiri uongo, sio Roho Mtakatifu anatafsiri. Ndio maana nakupa ule uweza, ile nguvu. Ndio maana hiyo ndio hekima na ujuzi. Ukisikiliza tu mtu unaona huyo hapana. Hata kama anasema ukweli, anasema facts. Yana anasema nadharia za kweli, lakini sio injili. Ndio maana nakwambia ukweli sio utakatifu. Hiyo ndio kitu ambacho dunia haijui. Ukweli sio utakatifu. Utakatifu ni tafsiri ya ukweli. Kuna tofauti ya ukweli na tafsiri ya ukweli. Nikikwambia kwamba dhambi ya zinaa ni mbaya, atendaye zinaa anatenda kwa mwili wake mwenyewe. Achana na zinaa. Dhambi ya usherati, achana nayo. Hiyo si ni ukweli. Lakini hiyo sio utakatifu. Hiyo ni repentance, not holiness. What our is doing is also repentance. Kwa hiyo sasa inafaa nikwambie zinaa, aina ngapi za zinaa. Kuna yeye amtazamaye mwanamke na kumtamani amezini naye. Kwa hiyo inamaanisha kuna dhambi ya zinaa ambayo huwezi jitenga nayo, lakini unatakikana kuishinda. Ndio hiyo ya amtazamaye. Hatuwezi kimbia duniani tukaacha wanawake peke yao. Hapana. Amtazamaye mwanamke na kumtamani amezini naye. Amtazamaye na kumtamani. Lakini inamaanisha amtazamaye na asimtamani hajazini naye. Kwa hiyo hiyo dhambi lazima uishinde, maana wanawake wako kila mahali. Kwa hiyo si nimekufundisha vizuri kuliko nikwambie usherati ni dhambi. Alafu nakuambia tena, maandiko amesema ikimbieni zinaa. Ikimbieni zinaa, dhambi inayowazinga kwa wepesi. Ikimbieni zinaa. Riko sai glory masi. Kwa hiyo kama imesema ikimbie zinaa, inamaanisha kwamba kuna maeneo ya kujitenga nayo. Sina kufundisha jinsi ya kuweza vitu. Sikufundishi tu zinaa ni dhambi. Zinaa ni dhambi. Tubu usherati. Nimekuambia usherati wa kwanza hatuwezi kimbia, tunashindana nao na kuushinda. Usherati wa pili tunakimbia. Maana kama nasema ikimbieni zinaa, dhambi nayo wazinga kwa wepesi.
Zinaa nyingine ni zinaa ya rohoni. Kutenda dhambi ni kuzini. Spiritual prostitution ni kuwa kahaba wa rohoni. Maana unazini na mume ambaye hakukuumba, ambaye ni shetani. Unaishi chini ya mamlaka ya yeye Mungu wa uongo, shetani. Lakini unapotenda utakatifu, unaishi chini ya mamlaka ya Mungu aliye hai, Mungu mtakatifu wa Israeli. Kwa hiyo unaona, zinaa naweza nikachambua sana zinaa. Hiyo ni baadhi tu ya uchambuzi. Naweza nikachambua sana. Lakini siwezi kuja nikwambie zinaa ni dhambi, zinaa ni dhambi. So what? So what? Ukiniambia hivyo nitashinda zinaa? Siwezi nikashinda, maana sitajitenga na maeneo ya zinaa. Na jambo la pili, sitapigana na zinaa. Haleluya. Kumjua Bwana, anasema tuzidi katika ukamilifu na katika kimo. Sikia Paulo anavyosema, tuzidi katika kimo. Tuijue sana kweli ya Mungu. Tuzidi kuijua sana kweli ya Mungu na Kristo. Tufikie utimilifu wa Kristo. Na tumjue sana mwana wa Mungu ili tufikie utimilifu wa Kristo. Tujue sana kweli ya Mungu na kumjua sana. Tuzidi katika kweli na kumjua sana mwana wa Mungu, tukaufikie utimilifu wake. Hivyo ndio vitu vinavyokufanya uwe mtakatifu. Zidi sana kuijua kweli na kumjua sana mwana wa Mungu, utafikia utimilifu wa kimo chake. Kidogo turudi katika somo letu. 9 inasema, akisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyoukusudia katika yeye huyo. Umesikia? Mungu atatujulisha mapenzi yake aliyoyakusudia ndani ya mwana wa Mungu. Yaani Biblia inamaanisha anzeni kumsikiliza Mungu aliye ndani ya mwana wa Mungu. Mungu sasa hivi hayuko mbinguni, yupo bize duniani katika ukombozi. Lakini kuna wale mazezeta, watu ambao wana shingo ngumu na vichwa vigumu, wana masikio na hawasikii, wana akili na hawafikiri, wana macho na hawaoni, wanazidi kutazamia huko. Tunaingia mbinguni tukiwa ndani ya ule mwili wa mwana wa Mungu, sio sisi wenyewe. You are not worthy to enter heaven. You enter by grace. Kai God my life side. Riko sika labai rida. Hallelujah. Mo hai kai ti life side. Endresaya God. Kwa hiyo tunaingia tukiwa ndani ya ule mwili. Ukipanda tunapanda nao. Huo mwili ni neno la Mungu. Lakini huwezi kuingia wewe. Maana maandiko yanasema kwamba atendaye dhambi ni wa shetani. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Maana yeye alizitenda tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Lakini unaingia mbinguni kupitia ndani ya ule mwili. Huo mwili ndani yake ndo mbinguni. The womb of God is heaven. Mbinguni imefananisha kama tumbo la Mungu. Mbingu imefananishwa kama tumbo la mwana wa Adamu. Kwa hiyo tunaingia na kukaa humo kama watoto. The womb. Sasa hivi tuko kwenye tumbo la dunia. Tunasubiri miezi 9 tuzaliwe. Tunasubiri miezi 9 tuzaliwe. Tujue wale watakao kufa baada ya kuzaliwa. Watoto watakao kufa na wale watakaoishi. Maandiko yanasema, enyi watoto wadogo. Mbona Biblia inawaita watoto wadogo? Maana mpo kwenye tumbo. Kwa hiyo sasa, nje ya mama yetu ambaye ni dunia, Mother Earth, nje ya mama yetu ambaye ni dunia, watakatifu ndo wanaishi. Mtoto mtakatifu ndiye ataishi. Mwenye dhambi akizaliwa atakufa, atashindwa kupumua. Ndio maana Mungu ameingia katika tumbo la mwanadamu, tumbo la dunia, akaanza kutembea na kuwahubiria watu, ili kwamba watakao ushika utakatifu na kung'ang'ania
wakizaliwa wataendelea kuishi, kwa sababu wamezoea utakatifu, na uko hali ya hewa inaitwa utakatifu. Kwa hiyo watazidi kupumua, breathe in out, in out, na wanazoea kwa sababu wamezoea utakatifu. Lakini mwenye dhambi akizaliwa na kufa, maana hewa ya huko hairuhusu dhambi, amezoea kupumua dhambi na kutoa dhambi, anaingiza dhambi kupitia macho, masikio yake anaingiza dhambi, na anatoa kutumia mdomo wake dhambi. Huyo atakufa, hakika hataishi, asema Bwana wa majeshi. Atakufa. Hariketeria salabaya ribo sai kai mindri sika la mindri sai lori pai glory masi. Atakufa, hataishi. Haleluya. Lakini mwenye amezoea kuingiza utakatifu katika macho yake, masikio yake, na anatoa utakatifu, hakika ataishi. Ayasikiaye maneno yangu na kuyaamini haingii hukumuni, amepita toka mautini, yani toka katika dunia mpaka uzimani, na kuingia katika ulimwengu wa uzima wa milele. Nasema kisha kutujulisha siri ya mapenzi yake. Kwa hiyo tumtarajie Mungu aliye ndani ya umbile la mwanadamu, Mungu aliye ndani ya mwanadamu, Mungu aliye ndani ya Kristo Mesia. Oh hai kai tai kirabosika. Nadhania muda umeisha, na naona Roho Mtakatifu anazuia maneno yangu, kwa maana muda umeisha. Nasoma tu hii ya 9. Akisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo, yani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo. Vitu vya mbinguni, vitu vya duniani. Wewe ni kati ya moja wa vitu vya duniani. Wewe ni kati ya moja wa vitu vya duniani. Nasema Mungu atavijumulisha na madaraka wakati mkamilifu, wakati mkamilifu. Kwa hiyo sisi tunaishi wakati ambao Roho Mtakatifu atawajaza wengi, na tunafikia wakati mkamilifu ambayo ni unyakuo. Anavijumulisha vya duniani na vya mbinguni. Yaani sisi tunapanda kwenye unyakuo kwenda kujumulika na malaika na watakatifu mbinguni. Lakini kwa wasafi wa moyo, watakatifu wasioonea wenzao, walio wenye moyo msafi, wenye njaa na kiu ya neno wakashibishwa, wenye amani kila wakati wapendapo, wenye kufurahi hata wanapodhihakiwa na kukejeliwa, walio tayari kupoteza vyote kwa ajili ya Mungu, walio na unyenyekevu na upole wa moyo. Lakini sio waendao kanisani, wala hawa watu ambao wanaabudu. Hapana. Mungu anataka mtakatifu. Mungu hataki Mkristo. Mungu hataki Mkristo. Mungu hataki Muislamu. Mungu hataki Myahudi. Mungu anataka Mkristo. Ndiyo, Mungu anataka Mkristo aliye na Ukristo. Yaani hata Mkristo hapana. Mungu hataki Myahudi. Mungu hataki Muislamu. Mungu hataki Myunani. Mungu hataki Mkristo. Mungu anataka mtakatifu. Mungu anataka mtakatifu. Mpate kubarikiwa, kwa maana utaendelea na hicho kitabu kidogo, mistari miwili. Nasema nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya uokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu, ndiye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Utasoma hapa ukitafsiri, ukifikiria kindani sana. Utasoma ukifikiria kindani sana, utapata maana nzuri. Kuna muhuri ni Roho Mtakatifu. Hiyo ndio muhuri ambao waliotiwa muhuri na mwana kondoo ndio watairithi mbingu, walio na Roho Mtakatifu. Kuna habari njema za uokovu wetu,
na kumwamini. Kumwamini pia hapo lazima ukue makini. Kumwamini yeye na kutiwa muhuri. Kumwamini lazima uamini mwana wa Mungu ndio utiwe muhuri. Kwa hiyo mwana wa Mungu ako na agizo kubwa sana kwa ajili yenu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Neno la kweli, maisha neno la kweli, kuna neno la uongo. Kwa hiyo uwe makini, ulisikilize lile la kweli. Na pia nasema kuleta ukombozi wa milki yake. Yaani tutakuwa watu wa Mungu, Mungu atakuwa nasema tazama makao ya Mungu yatakuwa pamoja na wanadamu. Wao watakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wao. Kwa hiyo ndo hapo ilivyo sifa kwa utukufu. Arabuni ni kitu kizuri, manukato, uvumba. Yaani harufu ya matendo yako ndo uvumba mbele ya Mungu. Sawa? Na maombi yako ndo marhamu, mafuta ya marhamu mbele za Mungu. Maombi yako ndo uvumba mtakatifu. Kwa hiyo maombi yako yasikuwe na kitu cha dunia ndani yake. Maombi yako yasikuwe na kitu cha dunia. Usianze kuomba ndoa. Maombi yako yasikuwe na kitu chochote cha dunia ndani yake. Yakuwe tu na utakatifu na ondoleo la dhambi. Hiyo ndio itakuwa harufu nzuri, arabuni ya urithi wa Mungu. Na pia matendo yenu yawe manukato mbele za Mungu, nanyi mtapata ukombozi wa roho zenu. Haleluya, haleluya. Nataka niachie hapo kwa sababu nikiendelea akili yangu inazimishwa, inaashwa. Ndio maana utajikuta naongea kitu na zubaa, kwa sababu ukishahubiri akili utekwa na Mungu. Sasa inakuwa you only speak what comes from heaven. Na somo likiisha unaona maneno yanaanza kuisha, maneno yanaanza kukosa nguvu, na tena kingine unaanza kuzima akili. Akili inazima, unajikuta uliwaambia tulikuwa tunaenda na unaanza tunarudi. Watu wanashindwa kwa nini? Ni kwa sababu akili imezimwa. Yaani tayari malengo ya mbingu yamefika. Tayari somo mbinguni linaonekana, full stop, wamejifunza basi. Asanteni sana, mpate kubarikiwa. Yashike maneno yangu, mimi nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa watu wangu. Asante sana, mpate kubarikiwa.